Na mwembo kwa nasikiliza ni Baraka One TV, tukiwa ni majira ya saa 6 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and all in town, DJ PM. Nimekurushia haya matangazo Rajabu Akili Kabonga from DRC. Tuko tarehe 15 za mwezi wa kwanza 2026. Katika yale ambayo tutayajadili kwa kubwa na kwa upana zaidi ni kauli nzito za William Amuli Kutumba wakati anahutubia Fizi, na pia mashambulizi yaliyofanyika dhidi ya M23 jijini Uvira na kusababisha usiku mzima wa jana watu wakikuwa na shuhudia milio ya risasi nyepesi pamoja na bomu zikipigwa maeneo mbalimbali, zaidi sana pora Kalundu. Nini kilitokea Kalundu? Ujiste Kalundu kulikuwa kuko nini? Kuna siri kubwa ambayo ilikuwa inafanyika Kalundu, ndio ile ambayo tulizungumzia, pia ilitokeaga maeneo ya Masisi. Na pia reaction ya M23 ni ipi baada ya haya yote ambayo yameweza kutokea Uvira, na mengine yataingia katikati kutokana na hali yenye iko na zidi kuonekana huko. Na ilikuwa kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Kabla ya yote, kwanza nitoe shukrani za dhati kwa nyinyi wote wote ambao mko mnazidi kutufuatilia. Sasa hivi tunaelekea watu 90,000 ambao wamekwisha kujisajili kwa B1 TV, na pia tunafuatiliwa na watu zaidi ya milioni 15 kote duniani. Ni imani kubwa ambayo mmeiweka kwetu, na hivyo kuangusha pia ni kweko ni ngumu sana, na ni washukuru sana wote ambao wako maeneo ya Butembo, sababu Butembo pia kule tuna watu ambao wako wanatusikiliza kwa makini sana. Nimekuwa nikijadiliana na ndugu yangu kutoka Butembo hapa, anaitwa Mr. Idris. Anasema Butembo pale, msikiti wa Butembo pale watu wanakuwa wanasikiza B1 TV. Nashukuru sana mashaikh wote ambao mko pale. Muendelee kupata Al-Kasus Mujarrab. Butembo na pia niwashukuru sana wote ambao wako Australia, Canada, USA, Europe, Central na East Africa. Ndugu yangu Jide Kizenga, Tembele, King Sele, Izabe Ayeba, ukiwa kwa pamoja na B1 TV, Dedone Butoto, Asokolo, Mashaka Ayamba, nani Asane Ramadan, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel, sijamsahau pia Ramakei, sijamsahau pia Emmanuel Mwangombe. Licha tumepoteana bwana Emmanuel Mwangombe, sijui siku hizi uko wapi, unapiga za wapi, za Sudan ama za Somalia ama Uganda? Sasa hivi masuala ya uchaguzi yametetea fujo kidogo, kwa hiyo siwazika kama utakuwa kwa Uganda sasa hivi ama huko Nairobi. Big up sana pia kwako na ndugu wote, jamaa na marafiki, da Feza, da Letesha, da Asha, da Irene, wote hawa wako pamoja sana na Baraka One TV. Sijamsahau pia ndugu yangu mzee wangu pia Kashosi kutoka Australia kule. So tunashukuru sana na karibuni, tungane wote kwa pamoja. Kikubwa ni tuendelee kuisukuma B1 TV. Lakini kuna jambo ambalo pia nataka nililete kwenu. Tunabadilisha kidogo mfumo wa matangazo. Matangazo yetu tutakuwa nasikiza sio saa 12 asubuhi, itakuwa ni saa 11:30. Tunatumia nusu saa, yani saa 11:30 mpaka saa 12 asubuhi ndio tutakuwa tunapata matangazo ya Amka na Baraka One TV. Yani kila siku kuanzia hivi tuko mwaka mpya. So lazima tubadilishe pia mambo fulani. Na tutaenda na mazoea ambayo tulikuwa tunafanya. Kwa hiyo ambia ndugu jamaa na marafiki kwamba B1 TV inaanza kusikika asubuhi saa 11:30 kila siku asubuhi 5h30. Jogoo anapowika, ikifika 6h tayari ushamaliza, unaingia kwenye shughuli zako. Hapo ushakula matangazo ya Amka na Baraka One TV. Na saa 6 tutakuwa tusikia matangazo yetu kila siku saa 6 kamili. Saa 6 kamili, saa 9 kamili, saa 12 kamili jioni. Lakini kwa asubuhi ndio hivyo tumebadilisha hapo.
kulingana na vitu vingine ambavyo viko hapa katikati. So kwa mpango huo twende wote pamoja. Naam, tuanze na hili swala ambalo lilifanyika Uvira. Ndugu zangu, kuna tetesi ambazo ziko hapa. Kabla kwanza ya kusema twende kushoto kulia, kikao cha kwanza kilifanyika Kiliba. Kiliba kule ndo kulikuwa kikao cha kwanza ambacho kilifanyika, akimpia Marcellin Chishambo na zile fununu ambazo kusikia Joseph Kabila iko Uvira, c'est vrai, Joseph Kabila iko Uvira. Gisi ya kutoka Uvira ndo problem, ndo shida, sababu waliingia kimya. Sasa kule Goma wanajaribu kutire attention ya kusema kwamba watu wajifokalize Kabila iko Goma, kumbe iko Muvile ya Uvira. Juu ya kupanga mikakati gisi gani watabomoa kwenda Fizi, Kalemi mpaka waendelee. Sasa nini kinatokea hapa? Kikao kilifanyika kwanza Kiliba, sekretariat ya Kiliba, ambako maafisa wa Rwanda walikuja na Wakongomani. Katika hicho kikao ambacho kilifanyika Kiliba, kulikuwa kuna maafisa wa RDF walileta mipango mipya ya vita ambayo itafanyika dhidi ya Wazalendo na FARDC. Sasa wakasema kwamba katika huu mpango wetu tuendelee kuwaweka mbele Wakongomani, kwa sababu wao ndo waonekane kwamba wako wanapigana dhidi ya serikali yao wao wenyewe. Ndio hile yenye tulikuwa tunasema kila siku kwamba jamani, kwenye hii vita ambayo tunapigana huku, wenye wako wanapotea wengi ni Wakongomani wenzetu, ndio wako wanakuja mbele. Sasa ule mpango wakapenda waendelee kurenforce. Ndio uliona zile makamio zinasema kuna kuja kamio 26 zinakuja, zimoja zikaenda Kaziba, zingine zije Kamanyola, zishukie wapi? Uvira. Marcellin Chishambo ambaye ni mshirika wa Hippolyte Kanambe na wa M23, selo habari ambazo nilizipata, yeye alisema hapana, hii hali iko inaendelea hivi, tuko naenda napoteza sana Wakongomani. Kwa nini tusio tunafanya muungano gisi tulianzaga mwanzo? Sisi wote tuwe tunachanganya, na nyinyi kutoka Rwanda na sisi tunachanganya, sisi wote tunaenda mbele, kwa sababu vita haiko yetu sisi wenyewe, ni vita ya sisi wote. Katika ile madispute yenye ilitokea Ilore, il pare kwamba Marcellin Chishambo akakuwa elimine, jinsi walizama elimine Magloire Paluku. Sina uhakika na hiki ambacho naongea, lakini inasemekana kwamba baada ya zile dispute Wanyarwanda hawakufurahia. Unaona? Kwa nini uko na tuimpose sisi na wakati order inatoka kwa mkubwa? Hamwezi kuwa mnapinga order kutoka kwa mkubwa. Kila ambacho mkubwa anasema mnatakiwa mweze kukitekeleza tena kwa asilimia zote jinsi anavyotaka. Lakini sio sisi tunatoa order, nyinyi huko mnakuja mnapinga. Ikatokea hivyo, Chishambo akawa amepotezwa. Na kama Chishambo yuko mzima, basi ajitokeze tumsikie kwamba ndugu yetu licha kwamba alipotea kwenda kwa wahalifu, lakini yupo. Kama yupo ajitokeze, na kama hayupo na kama hamtumsikia Chishambo, ina maana huyo amepotea kabisa, na hata msiba wake kwake hautafanyika. Ni moja kati ya malipo ya maadui. Sasa baada ya hicho kikao kufanyika kule, kikao kimeisha. Kuja sasa kufinalize sasa kikao kingine kikafanyika Kalundu, ndio hiyo jana. Maafisa kutoka Rwanda, jumla walikuwa maafisa kama 40 na uchafu hivi. Katika maafisa 40 na uchafu, maafisa kutoka Rwanda walikuwa ni 30 na uchafu, zaidi ya 30 na 3 na 4 hivi na 5, ambao walikuja kule kwenye kile kikao. Wakati wako mle ndani ya kikao, na sisi pia tuna washushushu wetu ambao kwa sasa hivi ndani ya M23 tuko na maespio mu M23. Si wao wako na kolaboa mu FARDC, na sisi pia tuko na watu ndani ya M23. Taarifa zikatokea Goma, zikaja Bukavu mpaka Uvira kwamba jamani, taarifa fulani saa fulani wako mkikao sehemu fulani. Na bila kuchelewa ndo drone za FARDC zikapanda, ndo kwenda kutwanga pale kwenye kile kikao.
Wanasema mashuhuda ambao walikuwa pale, hakuna halotoka mzima. Ambao walipata majeraha wasiwadanganye ni wale watu ambao walikuwa wanafanya biashara zao pembeni na lile jengo la kikao, ile Blue Cat. Blue Cat ni restaurant kwa wale wenye wanajua Kalundu vizuri sana. Iko ngambo ya yule hivi. Juste tu ngambo ya juu pale ya poro. Unaona? Hiyo ndo taarifa ilitokea pale. Walibombarde kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna kikao cha maafisa wa M23. Na ni bahati kama Hippolyte Kanambe naye alikuwa mwile mle ndani, hamtamsikiaga tena. Kama alikuwa mle ndani, hamtamsikiaga. Unaona? Kwa hiyo baada ya hivyo M23 wakatoa tangazo. Unaona? Wakatoa tangazo kama kawaida yao. Kama kawaida yao. Tangazo ambalo walilitoa, wana ilaumu serikali ya DRC kwa kusema kwamba serikali imeshambulia raia wasiokuwa na hatia. Hakuna siku serikali ishawahi kushambulia vikosi vyao. Selo wao, kutokana na wao. Hakuna siku. Yaani kila shambulizi ambalo serikali itafanya, basi wao wanalipeleka kwamba ni raia. Wanaandika hivi kupitia ukurasa wao wa Facebook kwamba le régime de Kinshasa persiste dans ses violations du cessez-le-feu. Ce mercredi 14 janvier 2026 à 14h20, les drones des forces coalisées du régime ont bombardé les ports de Kalundu à Uvira, provoquant d'importants dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines. Face à ces actes graves, l'AFC M23 prend à témoin la communauté nationale et internationale du mépris flagrant du régime de Kinshasa pour ses engagements, notamment l'accord cadre de Doha. Wanazungumzia kusema kwamba utawala wa Kinshasa umeweza kuendesha mashambulizi hiyo tarehe ambayo imetajwa hapo, na hivyo kusababisha kupoteza kwa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Lakini sisi kama M23 bado tunasimamia katika misingi ya mazungumzo yale ambayo tumeyafanya huko wapi? Huko Doha. Unaona? Hakuna siku washakubali kwamba kilichofanyika tumepoteza sijui hivi na hivi na hivi. Lakini ukweli wa kila ambacho kinatokea kule kwenye uwanja wa vita, sisi tuko nayo. Na ndio maana pia tunazidi kuambia kwamba jana Uvira mambo yalikuwa ni fire, mambo yalikuwa ni moto. Baada ya shambulizi za drone kwa hicho kikao, watu walipoteza maisha. Mashambulizi yakaendelea. Polisi zingine zilikuwa ngambo ya milima ya Kalundu za M23 pia ziliweza kushambuliwa, na zile taku ndani ya jiji pia zikazidi kupamba moto. Na mbaya zaidi kilichofanyika ni kwamba M23 walianza kuwaingilia watu kwenye manyumba yao na kuiba magari. Nafikiri kwa matangazo yetu ya asubuhi mlishuhudia hivyo. Gari ziliibiwa kutoka kwenye nyumba za raia. M23 wakakusanya magari ya watu wakaiba, wakaanza kubeba. Hii ikiwa na maana kwamba watu ambao wanajiita kuwa ni wakombozi wanaanza kuiba mali za raia. Baada ya kupoteza hao watu, hasira walikuwa nayo M23, kwa taarifa ambazo tumezipata, waliweza kushambulia kwa kurusha mabomu na wao pia upande wa Makobola na kusababisha vifo vya raia kaza wa kaza, na huku raia wengine wakakimbia makazi yao ili kwenda kujiweka sehemu salama. Hii ikiwa na maana kwamba wakati watu majeshi yanapigana na hasara ikitokea, hasira zao huwa zinaenda kuishia kwa raia. Hakuna siku tokea FRDC inapotezaga mbele ya M23, lakini hawajawahi kuleta hasira zao kwa kwenda kunyanyasa na kutesa raia, ila kwa M23 inakuwa ni tofauti kabisa. Tarehe 14 ya mwaka wa mwezi wa kwanza wa mwaka 2026 22h17 zamu
Pole sana kwa Watusi, pole sana. Mudanganyi tena kisi mlienda udanganya Goma, sema mko nazika batu wao walikufa na vita. Kumbe ni waofisie wenu. Komsa mkamate kwanza zile mamaiti zote zile zilipigwa kwenye renyo. Mko umwe 47 victime ya baasi wa M23. Sur 47 victimes muko 39 Rwandais. Est-ce que ba Congolais aya uchungu sana. 39 Rwandais balipikwa na drone. Seke kama unasikiaga moto anafanya accident wanaita seke. Sur 47 narudilia tena. Maiti ambao mbolea ya Kongo inaendelea kupata, udongo wa Kongo inaendelea kupata mbolea. Maiti iliyochapwa na drone pale Uvira ni 39 mort katika pua za Mikebuka. Si nibisanye Kisanya kwa jina huruma na mwili wa mtu 39. Hii witi ndio hivi vikongole bijuju Vikongole bijuju. Donc 47. Alors tunapenda tena mudanganye batu tena. Mubebe ile mamaiti tena mwende muifanye muuze maserkei, museme tena ni batu walikufa na vita. Ni mweye renyo yenu tuliua. Na tukikamata hili swala la kiongozi William Amuli Yakutumba, coordinateur provincial wa RAD, akiwa Fizi, alikuwa clear sana. Unaona ndugu zangu Wakongomani wenzangu, wazalendo wenzangu, sisi ambao tulishughulika na haya mambo ndo tunaelewa nini ambacho kilikuwa kinafanyika. Nilikuwa nakwambia juu ya multiplicité ya ba coordinateur. Kila mtu mindo coordinateur provincial, mindo coordinateur urbain, mindo coordinateur, viongozi wengi wa RAD, viongozi wengi wa wazalendo. Nikamwambia hii ni faiblesse. Tukiendelea mwi hali hivi hatutafika fasi. Lakini wamoja wakaanza kucreate matribalism ndani. Na nilikuwa nasema kwamba hii ni manevre za politiciens. Wanasiasa ndio wako wanaingiza hii juu ya kujitafuta. Sasa wenye wako wanatoka wahanga ni wale wenye wako wanapigana. Utakuta mwanasiasa fulani yuko Kishasa anakuambia bwana sikiza, uende utasimamia kitengo fulani. Kwa hiyo wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Usimsikilize fulani, kwanza yeye sio wa kwetu. Unaona? Ile kutengana ambayo tuliyafanyaga Uvira ndio ilisababisha Uvira kuanguka. Na tulikuwa tuko tunalalamika, wazalendo tuungane tuwe kitu kimoja. Kwa nini sisi wote tusiwe na komandema mmoja? Kwa nini wazalendo wote Musidi Kivu sisi wote turepondre ku komandema mmoja? Kwamba tu tunapangilia kwamba komanda wetu sisi wazalendo Musidi Kivu ni mfano Foka Mike, mfano William Amuri Yakutumba, mfano Kamama, mfano Fieka Dui, mfano Makanaki Kasimbira John, mfano komanda Mika, mfano. Yani tunajua kwamba anaitoa order wazalendo wa sehemu fulani, Mwenga nafasi fulani, okay, tunasikia sehemu fulani kuna hivi na hivi. Kwa hiyo kamanda fulani chukua vikosi, chukua watu 20, kamanda fulani chukua watu 20, fulani watu 20, risasi hizo, silaha hizo, na tuko tunawacheki kupitia mitandao. Kwa sasa hivi wazalendo wanafundishwa hadi kurusha drone. Kwa sasa hivi wanapiga hadi silaha kubwa. Unaona? Haya, nendeni kule, operation ni hivi. Unaona? Consigne ya operation hii ni wote wanafuata order ya mtu mmoja. Ile ilikuwa ni organization moja nzuri, lakini Wanyarwanda walitutia moto, walitutia uchuki ndani yake, walitutia ubinafsi mpaka tukashindwa kuheshimiana.
tukashindwa kutetea taifa, tukawa tunaikalia sasa maslahi binafsi. Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini kwa sasa hivi wazalendo wamesema kufanya kosa sio kosa, bali kurejea kosa ndilo kosa. Walijua walikosea nini, na hivi sasa wameamua kurekebisha kile ambacho walikifanya. Wanasema kwa sasa hivi sisi wote, wazalendo wote, wanatakiwa wakuwe chini ya komandema moja, kwa sababu rade ni moja, na kama rade ni moja, inabidi kila mzalendo, kila komanda wa movement aende ajiripoti ku coordination yenye iko Makobola, aende pale ku coordination yenye iko Makobola. Sitaji nani kiongozi wa coordination, kwa sababu wengine wananiambia wewe mbona unakuwa unamsupport sana mzee William Amuli Kutumba. Bwana, simu ya nguvu ndo anasupportiwaga tu. Sasa watu wanisupport na unaona bwana, mwende pale coordination, kuko ngoma nzito iko pale, huko Fieka Dui iko pale, Kasimbira John iko pale, mzee William Amuli Kutumba iko pale. Mwende mjiripoti pale kama mie ni komanda Pilipili, Generale Pilipili. So general, Generale. Mimi niko Generale Pilipili. Fika pale Generale Pilipili ba kwa registre. Ba general wote, majenero wote wa kizalendo wote waende waandikwe ili tuweze kutengeneza jeshi la pamoja. Niliwaambia ile wakati kwamba sasa hivi Makobola kuna komandema moja, basuda yote ya kizalendo bebiko Makobola. Hata kama ulitoka wapi na wasuda yako, ukifika tu pale unawekwa nyuma, unaambiwa uko na kikosi cha watu wangapi? Watu 30. Okay, sawa, kaa hapa, tukihitaji watu tunakwambia hapana, uende ukomande bako, twende huku, twende huku sie tupana. Vita iko ordone huku, nakwambia 30. Haya, leta 10. Komanda mwiko charge na operation nani ni fulani, kamata 50 uende nayo axe fulani, biko chini ya komandema yako. Hapana sema kuna ni komandema ya komanda wapo. Ile ndio tunaweza hii vita, na ndio maana mnaona resistance yenye iko Makobola iko tofauti na ile yenye ilikuwa Luvungi. Sawa? Na pia hata mkiangalia gisi biko na napigana, atuka ni sinema, filme. Gisi filme banapigana kwa ndio gisi biko nafanya. Hapa naenda mbele, kuko na kwa mareleve. Bashaka 3 jours biko mpori kule, banashuka, wengine banaingia, bana avancer. Banapumzika kule kama ni semaine, banarudia, wengine banaenda. Ile so unakuta soda iko propre, esprit iko vizuri. Ndio hiki kenye William Amuri Kutumba amesema, jamani, hakuna tena muda wa kufanya mzaha kama zamani. Tulipoteza Uvira juu ya ujinga wetu na tunajuta kweli. Kwa yeyote mwenye hata jileta hapa atakiona cha mtema kuni. Nafikiri tuishie hapo kwa siku hii ya leo, mida hii. Mengine tukutane majira ya saa 9 ambako tutakuwa tuna story nyingi ambazo tutakuletea. Saa 9 ni moto sana. Kwa hiyo usikose kuwa pamoja na Baraka1 TV. Bye bye.